Nimeshuhudia mafunzo yaliendeshwa kwa umahiri, weledi na ujuzi wa hali ya juu na kuwawezesha washiriki kupata uelewa, kuuliza maswali na kujadiliana kwa lengo la kuwa na ufahamu wa mambo yote yaliyopaswa kufundishwa. Nawapongeza kwa kujifunza ninyi nyote. Katika pongezi hizi, siwezi kuwasahau washiriki mliokuwa mnafundishwa. Hakika utulivu, usikivu na ukomavu wenu katika kusikiliza, kufuatilia, kuibua mijadala, kutoa hoja na mapendekezo kunanipa imani tume ya kwamba haikukosea kuwateua katika nafasi mlizonazo. Hongereni sana washiriki wa mafunzo. Ndugu washiriki wa mafunzo, kama ilivyoelezwa wakati wa ufunguzi wa mafunzo, lengo la kuwepo hapa kwa muda wa siku 2 ilikuwa ni kukumbushana majukumu yenu ya usimamizi na uendeshaji wa uchaguzi ngazi ya kituo, majukumu ambayo baada ya uteuzi wenu sasa mna wajibu wa kutekeleza kwa niaba ya tume. Katika mafunzo haya mmepitishwa katika maeneo mbalimbali ambayo sio mageni kwenu, lakini yapo maeneo mapya yaliyotokana na kuanzishwa kwa sheria 2 mpya, yaani sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya mwaka 2024 na sheria ya tume huru ya taifa ya uchaguzi namba 2 ya mwaka 2024. Maeneo mapya ambayo natumaini mumeyaelewa, kwa kutaja machache: mfano, kuruhusu wapiga kura walioomba na kuruhusiwa kupiga kura moja ya rais vituo walivyokuwa wamepangiwa, kusimamia uchaguzi katika vituo vilivyopo kwenye magereza, mambo ambayo hayakuwepo kwenye sheria zilizopita na hakuna mwenye uzoefu katika maeneo hayo. Ndugu washiriki, mtatakiwa kuyatafasiri mafunzo haya kwenye usimamizi wenu wa zoezi la kupiga kura, kuhesabu kura vituoni na kubandika matokeo ya uchaguzi kwa mujibu wa sheria. Endapo changamoto zitajitokeza, unapaswa kuwasiliana na msimamizi msaidizi wa uchaguzi ngazi ya kata au ngazi ya jimbo ili kuweza kushughulikia changamoto hizo. Ndugu washiriki, natumia fursa hii kuwahimiza kuwa mnapaswa kutunza vifaa mtakavyokabidhiwa na kuvitumia ipasavyo. Ubandikaji wa mabango ya kituo ni kwa mujibu wa sheria, kanuni zinazosimamiwa na uchaguzi. Hivyo ni wajibu wenu kuhakikisha mabango yanayotakiwa kubandikwa vituoni yanabandikwa kwa usahihi ili kuepuka ukiukwaji wa masharti ya sheria na kanuni za uchaguzi. Kutokana na jukumu hili, kuna nilivyosisitiza kwenye hotuba yangu ya ufunguzi, mnapaswa kufika katika vituo vya kupiga kura mapema iwezekanavyo, kutegemeana na jiografia ya eneo husika. Sisi kama tume tumejipanga kuhakikisha tunawasafirisha pamoja na vifaa husika kwa utaratibu mzuri na kwa wakati. Ndugu washiriki wa mafunzo, nahitimisha hotuba yangu ya kufunga mafunzo kwa kuwasa mambo machache kama ifuatavyo. 1. Kuzingatia muda wa kufungua na kufunga kituo cha kupiga kura. 2. Kufanya kazi kwa uzalendo na weledi. 3. Kufanya kazi kwa kushirikiana bila kusahau kuwa msimamizi wa kituo ndiye msemaji wa mwisho katika kituo cha kupiga kura. Narudia hiyo sentensi. Kufanya kazi kwa kushirikiana na bila kusahau kuwa msimamizi wa kituo ndiyo msemaji wa mwisho katika kituo cha kupiga kura. Namba 4, kuwa na lugha nzuri na kutoa kipaumbele
kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum watakapofika vituoni. Namba 5, kuhakikisha vifaa vya uchaguzi mara tu mtakapokabidhiwa na kutoa taarifa haraka kwa msimamizi wa uchaguzi ngazi ya kata au jimbo iwapo kuna mapungufu.